Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni robo ya kwanza ya mwaka wa 2026. Tukijifunza katika lesoni isemayo kuunganisha mbingu na dunia, Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Na juma hili tunaliangazia somo la 6, somo linalosema kumtumainia Kristo pekee. Leo ni Februari 1, siku ya Jumapili, tukiangazia mada inayosema kufurahi katika Bwana. Somo wa Filipi sura ile ya 3 aya ya 1 hadi ya 3. Ni ujumbe gani chanya na hasi anaotoa Paulo hapa, na yanahusianaje? Anawaelezeaje waumini? Paulo anaanza kwa ujumbe chanya sana, na karibu inaonekana kana kwamba anahitimisha waraka wake. Lakini hajamaliza. Anarudi katika mojawapo ya mada kuu au muhimu za waraka huu, kufurahi katika Bwana. Anatoa sababu kadhaa za kufanya hilo hapa. Muhimu zaidi, tunapaswa kumtumainia Kristo, si kujitumainia wenyewe. Tunaona fahari juu ya Kristo Yesu, wala hatuutumainii mwili. Wafilipi 3 aya 3. Ni nani kati yetu ambaye kwa njia moja au nyingine amejifunza kwa taabu kuhusu kutoutumainia mwili? Onyo kali, jihadharini mara 3, halipatikani popote pengine katika maandiko. Inavyoonekana, Wafilipi walijua vizuri ni tishio gani ambalo Paulo alikuwa anarejelea. Badala ya matatizo 3 tofauti, onyo hilo linaonekana kurejelea kundi la walimu wa uongo walioelezewa kwa njia 3 tofauti. Watu waovu au wanaopinga dini katika Israeli nyakati fulani waliitwa mbwa. Wafilipi 3 aya 2. Linganisha na Zaburi 22 aya 16, Isaya 56 aya 10, Mathayo 7 aya 6, Petro wa pili 2 aya 21 na 22. Walimu wa uongo pia wanaweza kuelezewa kwa kufaa kama watendao mabaya, kuwarejelea kama wajikatao. Wafilipi 3 aya ya 2. Kunaonesha kwamba kama ilivyokuwa Galatia na maeneo mengine, walikuwa wanatafuta kulazimisha tohara kwa waumini wa mataifa, kinyume na uamuzi wa baraza la mitume. Tazama Matendo ya Mitume sura ya 15. Cha kuvutia, inaonekana kwamba ufumbuzi mmoja wa changamoto za kiroho, ikiwa ni pamoja na kuenea kwa mafundisho ya uongo, ni kufurahi katika Bwana. Wafilipi sura ile ya 3 aya ya 1. Linganisha na Wafilipi sura ile ya 4 aya ya 4. Chochote tunachofurahia kinatuletea furaha. Kama ilivyo kwa Kiingereza, maneno mawili ya Kiyunani yanayoelezea mawazo haya yanahusiana. Mungu anataka tuwe na furaha, na neno lake ni aina ya mwongozo wa maelekezo kwa ajili ya raha ya kweli na furaha ya kudumu. Haya ni pamoja na kupokea fadhili za Mungu, Zaburi ya 31 aya 7, kuweka tumaini letu kwake, Zaburi ya 5 ya 11, kupokea baraka za wokovu, Zaburi 9 ya 14, kukubali sheria ya Mungu kama mtindo wetu wa maisha, Zaburi ya 19 ya 14, kujumuisha Sabato, Isaya 58 ya 13 na 14, kuliamini neno lake, Zaburi 119 ya 162, na kulea watoto wacha Mungu, Mithali 23 aya 24 na 25. Maisha yanaweza kuwa magumu sana kwetu sote. Haidhuru mambo yanaweza kuwa yanaenda vizuri kwa sasa, lakini hata kama hayaendi vizuri sasa,
Ni mambo gani unaweza na unapaswa kuyafurahia? Ni nini kinakuzuia kufanya hivyo? Mungu atubariki sote.